Ni siku 100 tangu Mama Samia Suluhu achukue zamu yake ya uongozi kwa mara ya pili. Ni nini amefanya ambacho watu unaweza kusema kinaonekana kwa Watanzania? Mama Samia Suluhu kwanza amerejesha amani, ameleta mawiano. Leo hii amerudisha nchi kwa pamoja kupitia mawiano na kuhakikisha ya kwamba ametunza mali na maisha ya Watanzania. Nchi baada ya uchaguzi na baada ya machafuko imekuwa ya haraka kupona na kusonga mbele. Kwa maendeleo, vile nimekuambia, kuna mabarabara ambazo ametia sahihi, kandarasi ambazo kuna mabarabara ambazo zinafanyika. Leo hii kuna maports ambazo zinaenda kujengwa. Kuna port ambao inaenda kujengwa kubwa sana kwenye Afrika Mashariki, ambao ni port ya Bagamoyo. Hii ni port ambao itakuwa ya msaada not only kwa Tanzania peke yake, ila kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Biashara zitafunguka kupitia zile bandari ambazo zinajengwa, hiyo bandari kubwa ambayo inajengwa. Na pia kwenye SGR kuna extension ya SGR ambayo itakuwa inatoka all the way mpaka inaenda nchini Burundi, ambapo itakuwa pia inasaidia ubebaji ya mzigo, na hatutakuwa na masuala ambazo unasikia sijui kupitia wapi na wapi na wapi. Ndio unapatia pointi. So ninaweza kusema ya kwamba nimshukuru Mama Samia Suluhu kwanza kwa kuleta amani, mawiano, na haswa kuanza kufanyia Watanzania kazi ambao wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Na hii yote inamaanisha kwamba tukimpa Mama Samia Suluhu miaka tena 2, itakuwa sasa tena Watanzania wanasema ya kwamba tumpe tena 5 zingine tena. Nina imani kwenye serikali ya Mama Samia Suluhu, nina imani kwa uongozi bora Mama Samia Suluhu, not only kwa taifa Tanzania bali kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Mpaka hapo sasa mimi nakuachia wewe kama Mtanzania kutoa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho amekisema Kasipul kutoka nchini Kenya, kusema kwamba baada ya miaka 2 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye awamu yake ya pili, Watanzania watafurahia huduma yake kiasi kwamba watatamani kumpa tena miaka mingine 5 kuweza kuiongoza Tanzania. Amesema kwamba katika michakato ambayo imewekwa na Rais Samia Suluhu Hassan, kwanza ameanza kumpa hongera nyingi tu. Kwanza kusema kwamba baada ya uchaguzi na machafuko ambayo ilitokea Oktoba 29, kupitia busara za Rais Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kurejesha amani, na Watanzania sasa hivi wana amani ya kutosha sana kwenye nchi yao. Lakini pia amesema kwamba kuna miradi mingi sana ambayo inafanyika, na moja akitaja kuhusiana na bandari ya Bagamoyo ambayo inakwenda kujengwa. Anasema kwamba itakwenda kuwa bandari moja kubwa sana ambayo itakuwa sio msaada tu kwa Tanzania bali itakuwa ni faida kubwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki kiujumla. Mataifa ambayo yanapatikana katika kanda ya Afrika Mashariki yatafaidika sana kutokana na mradi huu wa bandari ya Bagamoyo, na ametaja kuwa kutakuwa pia na extension ya SGR ambayo sasa hivi imetengenezwa. Sema kwamba ni extension ya ambayo itakuwa inatoka Tanzania kwenda moja kwa moja mpaka kule Burundi. Sema kwamba SGR itajengwa ivuke mpaka kutoka Tanzania kwenda mpaka Burundi. Lakini pia ametaja kuhusiana na mabarabara na miundombinu mingi tu ambayo imetengenezwa na Rais Samia Suluhu Hassan, kusema kwamba Tanzania itaenda kuwa ya tofauti kabisa endapo tu watampa Rais Samia Suluhu Hassan muda wa kutosha kuweza kufanya kazi yake. Sijui una maoni gani kuhusiana na hichi ambacho amekisema mshikaji? Nipe unachokiwaza pale chini kwenye uwanja wa comment.